Naomba swali lake lipatiwe majibu ya serikali. Majibu Mheshimiwa Waziri Ofisi ya Rais TAMISEMI, Mheshimiwa Daktari Dugange. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kupandisha hadhi vituo vya kutolea huduma za afya ngazi ya msingi baada ya kukidhi vigezo mbalimbali ikiwemo idadi ya watu na ukubwa wa eneo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kata ya Mwabuzo yenye zahanati ya Mwabuzo inakidhi vigezo vya kuwa na kituo cha afya kwa kuwa ina eneo la ekari 12 na idadi ya watu 13,483 kwa mujibu ya sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kutenga fedha kwa awamu na kujenga vituo vya afya katika kata za kimkakati zenye vigezo kote nchini ikiwemo kata ya Mwabuzo katika mashauri ya wilaya ya Meatu. Mheshimiwa swali nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, namshukuru Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu mazuri, na kwa niaba ya Mheshimiwa Lea Jeremiah Komanya, mbunge wa Meatu, amesema ameridhika na majibu ya serikali. Asante Mheshimiwa. Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, una comment ya kusema? Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, na mimi nampongeza sana Mheshimiwa Lea Komanya na pia Mheshimiwa mbunge kwa kuuliza swali kwa niaba yake, lakini hii ni kazi kubwa iliyofanywa na serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ujenzi wa zahanati zaidi ya 1300, vituo vya afya zaidi ya 400, hospitali za halmashauri zaidi ya 129 na kazi inaendelea. Mheshimiwa Jonas Zeland, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Wilaya ya Mvomero ina zahanati zaidi ya 10 ambazo ni chakavu sana na ni za muda mrefu, ikiwemo zahanati ya kijiji cha Nyandila. Je, lini serikali itatenga fedha kwa ajili ya kuzikarabati ama kujenga mpya katika vijiji hivi kwenye zahanati hizi ambazo ni za muda mrefu na zimechakaa sana? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli kwamba ziko zahanati, vituo vya afya na hospitali za halmashauri chakavu kongwe ambazo zinahitaji aidha ujenzi mpya au ukarabati wa majengo hayo. Naomba nimhakikishie Mheshimiwa Jonas Zeland kwamba kwanza serikali ishaainisha vituo vya afya na zahanati zote kongwe na hospitali za halmashauri zote kongwe, na tumeshaanza ukarabati wa hospitali za halmashauri kongwe. Mpaka sasa tumeshakarabati zaidi ya hospitali kongwe 98 na hivi sasa tunaendelea na hospitali za halmashauri kongwe 50, na baada ya hapo tutakwenda kukarabati vituo vya afya chakavu 203 ambavyo tumeviainisha, na tutafika kwenye ukarabati wa zahanati chakavu. Naomba kuhakikishia Mheshimiwa mbunge kwamba zahanati hiyo tutakwenda kuikarabati. Mheshimiwa Charles Kajege, swali la nyongeza. Nakushukuru Mwenyekiti. Baadhi ya vijiji katika jimbo la Mwibara vimeanza kujenga zahanati zao. Je, ni lini serikali itazishika shabu hivyo vijiji ili kukamilisha zahanati hizo? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kuunga mkono juhudi za wananchi katika ujenzi wa zahanati. Nitumie nafasi hii niwapongeze wananchi wa jimbo la Mwibara kwanza kwa kutambua umuhimu wa huduma za afya, kutenga maeneo na kuanza kuchanga michango yao na nguvu zao katika ujenzi wa maboma hayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwezi huu uliopita serikali imeshapeleka fedha zaidi ya shilingi bilioni 17 na milioni 600 kwa ajili ya ukamilishaji wa maboma 346 ya zahanati kote nchini. Na zahanati hizi ambazo zimepelekwa fedha hii ni zile zahanati ambazo zimeanza kujengwa kwa nguvu za wananchi. Kwa naomba niwahakikishie Mheshimiwa mbunge Kajege kwamba jimbo la Mwibara pia limepata fedha wiki 2 zilizopita kwa ajili ya ukamilishaji wa maboma, na serikali itaendelea pia kutenga fedha kwa awamu kwa ajili ya kukamilisha maboma katika zahanati kote nchini. Nilikuona Mheshimiwa Edward Ole Kaita. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Kwa kuwa serikali imeweka vipaumbele kwenye maeneo ambayo vituo vya afya vya mkakati kutokana na wingi wa watu, na sisi tumeleta maombi kwa kata ya Matui na Dongo, nini kauli ya serikali kuhakikishia wananchi hawa kwamba vituo hivi vitakuwa vya kipaumbele huko mbeleni? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, jimbo la Kiteto ni moja ya majimbo yenye eneo kubwa kijiografia, lakini pia lenye uhitaji mkubwa wa vituo vya afya, na ndio maana tangu mwaka 2021 mpaka sasa Mheshimiwa Rais amepeleka fedha nyingi katika jimbo la Kiteto baada ya Mheshimiwa Edward Ole Kaita kutoa hoja za wananchi, na serikali sikivu ikapeleka fedha na vituo vimejengwa. Naomba nikuhakikishie tu Mheshimiwa mbunge na wananchi wote wa jimbo la Kiteto
kwamba serikali inatambua uhitaji wa vituo vya afya katika kata hizo zilizozitaja na kata nyingine za kimkakati, na tutaendelea kutenga fedha kuhakikisha kwamba vituo hivyo vinajengwa. Waheshimiwa, tunaendelea, bado tupo ofisi ya Rais TAMISEMI. Nimuite Mheshimiwa Innocent Edward Kalogoris, mbunge wa Morogoro Kusini, aulize swali lake. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba swali langu namba 615 lipate majibu ya serikali. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inatambua umuhimu wa watoto wenye mahitaji maalum kupata afua stahiki kwa kuzingatia hali yao ya ulemavu. Aidha, serikali inaendelea kuimarisha shule kuwa jumuishi, kuboresha vitengo, kujenga hostel, kutoa vifaa maalum na vifaa saidizi na ruzuku ya chakula kwa watoto wote wenye mahitaji maalum. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2021-2022, serikali ilitoa shilingi milioni 100 kwa ajili ya ujenzi wa hostel ya watoto wenye mahitaji maalum katika shule ya msingi Mvuha. Vile vile halmashauri inaelekezwa kukamilisha hostel hiyo ili ianze kutumiwa na watoto wenye mahitaji maalum wa shule za Morogoro vijijini. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kutenga budget ili kuboresha mazingira ya kujifunzia na kufundishia kwa watoto wenye mahitaji maalum. Mheshimiwa Innocent Kalogores. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kwa majibu mazuri ya serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, matokeo ya sensa ya mwaka 2023 kwenye halmashauri ya Morogoro imeonyesha kwamba tuna watoto 243 ambao wanahitaji mahitaji maalum ya elimu, ambao wenye uoni hafifu wako 97, ambao wenye ukiziwi wako 28, lakini wenye matatizo ya akili wako 68, na watoto wenye matatizo ya viungo wako 50, ambao jumla ni 243. Halmashauri imeshatenga kwa idadi kubwa ya watoto hao, halmashauri imeshatenga eneo kwa ajili ya kupata shule maalumu ya watoto hao. Shule ya Mvua ni shule ambayo ni shule shirikishi. Sasa ni lini serikali baada ya halmashauri ya Morogoro vijijini kutenga eneo itatujengea shule yenye uhitaji maalum ambao watoto wetu wote hao wakaenda kusoma, hasa kutilia maanani mazingira ya jiografia ya Morogoro vijijini? Kata 13 kati ya kata 31 ziko milimani. Swali la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, hiyo shule ya Mvua ambayo ni shule shikili ya halmashauri tumeona tuanze na watoto hao. Tuendako kunaonekana kwamba tutapokuja kuanza kutakuwa na upungufu wa madarasa. Je, serikali haioni kwamba wakati tunajiandaa katika shule hiyo kufungua ikaongeza walau madarasa 8 ya shule ili kuondoa msongamano ambao unataka kujitokeza kwa watoto wetu? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kuweka vipaumbele kwa kuhakikisha kwamba shule za wanafunzi wenye mahitaji maalum zinajengwa, zinawekewa miundombinu stahiki, zinapelekewa walimu wenye mafunzo maalum kwa ajili ya kufundisha watoto wenye mahitaji maalum. Na swala hili limefanyika kote nchini, ikiwemo katika halmashauri ya Morogoro vijijini katika shule ya Mvuha. Lakini tunatambua kwamba bado kuna uhitaji wa shule za watoto wenye mahitaji maalum. Na ndio maana katika kila mwaka wa fedha serikali imeendelea kutenga fedha kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya shule zenye wanafunzi wenye mahitaji maalum. Kwa kwanza naomba niwahakikishie Mheshimiwa Kalogeres kwamba tunawapongeza wananchi wa halmashauri ya Morogoro vijijini, lakini wewe Mheshimiwa mbunge, baraza la madiwani na management nzima ya wilaya na halmashauri kwa kutenga eneo kwa ajili ya ujenzi wa shule hii ya wanafunzi wenye mahitaji maalum. Na serikali itakuja kufanya tathmini na kuona kama inakidhi vigezo kwa maana idadi ya watoto watarajiwa katika eneo hilo ili tuweze kuendelea na hatua nyingine kwa awamu. Ni swala la pili kuhusiana na shule hii ya Mvuha, tumeendelea na ujenzi, tumeanza na ujenzi na ni shule shikizi kama kusema Mheshimiwa mbunge, lakini tunafahamu kwamba bado kuna uhitaji wa madarasa, bado kuna uhitaji wa miundombinu mbalimbali. Nikuhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba tutaendelea kutenga fedha kwenye bajeti zetu za mapato ya ndani ya halmashauri, lakini pia fedha serikali kuu ili kuhakikisha kwamba tunaendelea kujenga miundombinu katika shule hiyo. Mheshimiwa Abdalla Chaurembo. Je, serikali ina mpango gani wa kujenga madarasa katika ya watoto wenye uhitaji maalum katika shule ya msingi Mbande? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nichukue hoja ya Mheshimiwa Abdalla Chaurembo mbunge wa Mbagala ili tuweze kufanya tathmini na kufanya mapping ya uhitaji wa madarasa ya wanafunzi wenye uhitaji maalum katika shule ya msingi ya Mbande, na tutaona namna ya kufanya, kwa sababu dhamira ya serikali ni kuhakikisha kwamba huduma za elimu na malezi na mafunzo kwa watoto wenye mahitaji maalum zinaboreshwa popote ambapo inawezekana kuboreshwa. Kwa jambo hili tumelichukua Mheshimiwa Mwenyekiti, tutalifanyia kazi na tukupa mrejesho Mheshimiwa mbunge.
Mheshimiwa, tunaendelea, bado tupo ofisi ya Rais TAMISEMI. Nimwite sasa Mheshimiwa Miraji Jumanne Mtaturu, mbunge wa Singida Mashariki, aulize swali lake. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Sasa naomba swali letu namba 616 lipate majibu ya serikali. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imekuwa ikifanya ukarabati wa shule kongwe nchini ambapo katika kipindi cha mwaka wa fedha 2015-16 hadi 2023-24 jumla shilingi bilioni 168.31 zilitumika kwa ajili ya ukarabati wa shule kongwe za msingi 793 na sekondari 89. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2024-25 serikali imetenga shilingi bilioni 26.13 kwa ajili ya ukarabati wa shule 259. Aidha, kutokana na baadhi ya shule kuwa chakavu kiasi cha kutokarabatika, serikali imeendelea kuboresha miundombinu katika shule hizo kwa kujenga miundombinu mipya kwa awamu. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kutenga fedha za ukarabati wa shule chakavu au kujenga miundombinu mipya katika shule zisizokarabatika kwa awamu. Mheshimiwa Mtaturu, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na majibu mazuri ya serikali, lakini na maswali mawili madogo ya nyongeza. Swala la kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, shule nyingi sana katika jimbo la Singida Mashariki, shule kongwe, zina hali mbaya sana, hivyo kufanya mazingira ya kujifunzia watoto wetu kuwa sio salama, ikiwemo kutokuwa hata na matundu ya vyoo, ambayo mifano ninayo michache. Mfano katika shule ya msingi Kinyamwandio, Mahambe, Mwau, Sambaru, Dungunyi, Damankia, Choda, Mkiwa, Makiungu, Mungaa, Minyinga, Msule, Siuyu, Ntuntu na Mampando. Shule hizi zina hali mbaya sana. Nataka kujua serikali ina mpango gani wa haraka kuweza kusaidia shule hizi ili watoto wetu waweze kupata mazingira mazuri ya kujifunzia. Swala la pili, katika jimbo la Singida Mashariki au wilaya Ikungi kwa ujumla, tuna upungufu mkubwa wa walimu, hasa walimu wa kike. Na walimu hao wa kike, kuna baadhi ya maeneo shule nzima ina watoto zaidi ya 700, haina mwalimu wa kike hata mmoja. Nini kauli ya serikali kuhusiana na jambo hili kwa sababu ya kuendelea kuwasaidia watoto wetu makuzi mema? Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, zipo shule ambazo ni chakavu na ni kongwe, lakini kama ambavyo nimeeleza kwenye majibu yangu ya msingi kwamba katika kipindi cha miaka 5 serikali imetumia zaidi ya shilingi bilioni 168 kwa ajili ya ukarabati na ujenzi wa shule za sekondari zaidi ya 89 za sekondari na za msingi zaidi ya 793. Na zoezi la ukarabati hili Mheshimiwa Mwenyekiti ni endelevu kupitia fedha za serikali, kupitia programu mbalimbali. Tuna mpango wa boost kwa shule za msingi, tuna mpango wa SEQUIP kwa shule za sekondari, na zoezi hili ni endelevu. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kwanza nimhakikishie Mheshimiwa Miraji Jumanne Mtaturu, mbunge wa Singida Mashariki, kwamba serikali inatambua uwepo wa shule hizo chakavu katika jimbo la Singida Mashariki, na tayari tumeweka mpango endelevu wa kwenda kuzikarabati na kuzijenga shule hizo na madarasa hayo kwa awamu. Na ni swala la pili kuhusiana na upungufu wa baadhi ya miundombinu, hususan vyoo. Nitumie nafasi hii kumsisitiza mkurugenzi wa mashauri ya Ikungi kwamba ni wajibu wao kuhakikisha kwamba kwenye bajeti za halmashauri wanatenga fedha kwa ajili ya kujenga miundombinu ya vyoo kwenye shule hizo. Gharama ya tundu moja la choo ni takriban milioni 1. Kwa hata kama unahitaji matundu 6 au 12 kila shule, kwa shule 10 si zaidi ya milioni 200 unaweza ukajenga, na iko ndani ya uwezo wa halmashauri. Kwa nitumie nafasi hii kusisitiza kwamba ile bajeti ya 40% miradi ya maendeleo, 60% miradi ya maendeleo ifanye kazi za kutatua kero za wananchi, zikiwemo changamoto za shule, ikiwemo miundombinu ya vyoo. Swala la pili Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusiana na upungufu wa walimu katika shule, tunafahamu Mheshimiwa Rais ameendelea kutoa vibali vya ajira, na katika miaka hii 4 watumishi wengi wa sekta ya elimu wameajiriwa kila mwaka, ikiwemo mwaka huu, na mashauri pia Ikungi imepata watumishi, na zoezi hili ni endelevu. Tunatambua kwamba kuna upungufu wa walimu wa kike lakini pia hata wa kiume. Nitumie nafasi hii nimwelekeze mkurugenzi wa Ikungi na pia katibu tawala wa mkoa wa Singida kufanya msawazo wa ndani wa walimu wa kike kutoka kwenye shule ambazo zina walimu wengi zaidi, angalau kupata walimu katika shule zile ambazo hazina kabisa walimu wa kike, ili watoto wetu wa kike waweze kupata huduma stahiki kwa mujibu wa taratibu.
Nimekuona Mheshimiwa Nicodemus Maganga. Asante mwenyekiti. Halmashauri ya Mbogwe inazo shule chakavu, kata ya Ikobe, kata ya Rugunga na kata ya Ushirika zipo na hali ngumu sana. Je, serikali lini itatoa pesa ili shule hizi zikafanyiwe ukarabati? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimwahakikishie tu Mheshimiwa Maganga na wananchi wa jimbo la Mbogwe kwamba serikali imeendelea kutenga fedha kwa ajili ya kukarabati na kujenga miundombinu ya sekta ya elimu, madarasa, ofisi, maabara na majengo mengine muhimu. Na tumeendelea kukarabati pia, na katika jimbo la Mbogwe pia fedha nyingi zimepelekwa kwa ajili ya ukarabati na ujenzi wa miundombinu hii. Nikuhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba zoezi hili ni endelevu na tutatumia fedha za mapato ya ndani ya halmashauri, na kwa hiyo mkurugenzi wa halmashauri ya Mbogwe pia aendelee kutenga budget kwa awamu kwa ajili ya ukarabati madarasa katika shule zake ambazo ni chakavu. Hayo ni mahitaji ya wananchi na ni jukumu lake na ndio kazi ya mapato ya ndani ya halmashauri, wakati serikali kuu ikiendelea kutafuta fedha kwa ajili ya kuunga mkono na kukamilisha shughuli hizo za ukarabati. Nilikuona Daktari Charles Kimei. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Je, serikali haioni umuhimu wa kuweka wazi mpango uliopo wa ukarabati shule kongwe sana za msingi na sekondari kule Vunjo, lakini pia hata kwa Tanzania nzima? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, mpango wa ukarabati wa shule kongwe na chakavu uko wazi na tuna orodha ya shule za sekondari kongwe na chakavu kwanza ambazo zimekarabatiwa na gharama ambayo imetumika ukarabati, na shule ambazo zinahitaji ukarabati kwa orodha, kwa jina, kwa kila jimbo, kwa kila halmashauri na kwa kila mkoa kote nchini. Na pia jimbo la Vunjo ni moja ya majimbo ambayo shule zake chakavu zilikwisha wasilishwa na Mheshimiwa mbunge, lakini pia na wataalamu wa halmashauri na mkoa. Tayari tuna orodha hiyo. Kwa hiyo Mheshimiwa mbunge, ni kuhakikishia kwamba orodha hiyo iko wazi. Kukiwa kuna mahitaji itapatikana wakati wowote. Mpango wa serikali kutafuta fedha kuhakikisha kwamba tunakarabati shule hizo. Nilikuona Mheshimiwa Omar Kigua, atafuata Mheshimiwa Selemani Kakoso, atafuata. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, shule ya msingi Masagaru Mission ni ya mwaka 1948 na ilikuwa ni middle school. Sasa ni lini serikali itatenga fedha kwa ajili ya kukarabati shule hiyo? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, shule hiyo ya msingi Masagaru Mission katika jimbo la Kilindi kwa kakangu Mheshimiwa Omar Kigua, kwa hakika ni shule kongwe ya mwaka 1948. Kwa vyovyote vile inahitaji ukarabati. Naomba nitumie nafasi hii nimwelekeze mkurugenzi wa halmashauri ya Kilindi kutuma wataalamu wake kwenda kufanya tathmini ya mahitaji kwa maana ya gharama zinazotakiwa kwa ajili ya ukarabati wa shule hiyo na kuziwasilisha ofisi ya Rais TAMISEMI kutupa mpango wa mapato ya ndani wanaweza kumudu kiasi gani, na sisi ofisi ya Rais TAMISEMI kwa maana serikali kuu tuweze kuona namna ya kutenga bajeti kwa awamu kwa ajili ya ukarabati miundombinu ambayo imechakaa katika maeneo hayo. Nilikuita Mheshimiwa Suleiman Kakoso. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Shule ya msingi ya Karema, Ikola na Kapalamsenga ni shule zilizojengwa kati ya mwaka 50, 60 na 70. Ni chakavu kwa kiwango cha hali ya juu. Je, ni lini serikali itaenda kuzikarabati au kujenga upya hizo shule? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, shule ya Karema, Ipola na shule ambayo ametaja Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Mpanda, ni mwakishie tu Mheshimiwa Kakoso kwamba kama ambavyo nimesema kwenye majibu ya swali la msingi, tayari tulishaainisha shule zote chakavu na kongwe za msingi zikiwemo shule hizo za Karema, Ipola na nyingine katika halmashauri ya Tanganyika, na tayari serikali imeendelea kutoa fedha karibu kila mwaka wa fedha kwa ajili ya ukarabati wa shule hizo ambazo ni chakavu. Kwa hiyo mwakishie tu Mheshimiwa mbunge, safari ni hatua, tunaendelea kwa awamu na serikali itaendelea kupeleka fedha kwa awamu kuhakikisha kwamba shule hizo zinakarabatiwa. Lakini nitoe wito pia kwa mkurugenzi wa halmashauri ya Tanganyika kuendelea kutenga fedha za mapato ya ndani kwa ajili ya kukarabati majengo katika shule hizo chakavu. Nilikuona Mheshimiwa Pauline Geku. Mheshimiwa Mwenyekiti, asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, jimbo la Babati mjini tuna shule 19 ambazo ni kongwe tangu miaka ya 70 zimejengwa. Lakini tushukuru serikali tulipata shule moja tu kwa mwaka jana.
unasema halmashauri zitenge on source zao. Kuna halmashauri ambazo uwezo wao ni mdogo. Mimi ya kwangu ni bilioni 2 tu. Niombe kauli ya serikali. Hamoni kwamba ni wakati mwafaka sasa kusaidia zile halmashauri ambazo on source zao hazitoshelezi, kwa sababu mahitaji ya wananchi ni mengi, hizo shule ni nyingi. Mheshimiwa Naibu Waziri. Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze Mheshimiwa Pauline Gekul, mbunge wa Babati mjini. Alikwisha wasilisha orodha ya shule kongwe na chakavu, na serikali imeendelea kupeleka fedha kama alivyosema kwamba tayari kuna shule moja imekarabatiwa, lakini kuna miundombinu mingi ya shule mpya imeendelea kujengwa katika jimbo la Babati mjini. Naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba serikali inatambua kwamba ziko halmashauri ambazo hazina mapato makubwa ya ndani na haziwezi kumudu kukarabati shule hizi zote, na ndio maana katika kila mwaka wa fedha serikali inatenga fedha kwa ajili ya ukarabati. Kwa mfano mwaka huu wa fedha serikali imetenga zaidi ya bilioni 26 milioni 130 kwa ajili ya ukarabati. Na zoezi la ukarabati linaendelea kote nchini. Kwa hiyo Mheshimiwa mbunge, lakini nisisitize, ipo miundombinu midogo midogo ambayo pamoja na mapato madogo ya halmashauri bado wanaweza kumudu. Kwa mfano ujenzi wa vyoo, kupaka rangi baadhi ya majengo, kurekebisha ceiling board na baadhi ya majengo. Hayo ni majukumu ambayo yako ndani ya uwezo wa halmashauri zote ambazo zinatenga fedha kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Kwa hiyo tutaendelea kwenda kutenga fedha kwa ajili ya ukarabati wa shule hizo, lakini halmashauri ziendelee kutenga fedha pia kwa awamu kwa ajili ya kuendelea kukarabati miundombinu ya shule chakavu. Asante Mheshimiwa, tumalizie swali kwenye ofisi ya Rais TAMISEMI. Nimwite sasa Mheshimiwa Abdalla Dadi Chikota, mbunge wa Nanyamba, aulize swali lake, na swali lake litaulizwa na Mheshimiwa Maimuna Mtanda kwa niaba yake. Kwa niaba ya Mheshimiwa Abdalla Dadi Chikota, mbunge wa Nanyamba, naomba swali lake namba 617 lipate majibu ya serikali. Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, halmashauri ya mji wa Nanyamba ni miongoni mwa miji 45 ambayo imepewa kipaumbele cha kutekeleza mradi wa uboreshaji wa miundombinu TACTIC. Aidha, kwa mji wa Nanyamba, miradi iliyopendekezwa kutekelezwa kupitia TACTIC ni ujenzi wa barabara za Nanyamba Nitekela Nyundo Mkondogo kilomita 1.21, Migombani Mnali kilomita 0.23, Mnali kilomita 1.27, Natindi kilomita 1.1, Shangani kilomita 0.45, Karume kilomita 0.71 na Niteleka kilomita 0.85, na ujenzi wa stendi katika soko la Madina. Pia kupitia mradi wa TACTIC utaandaliwa mpango kabambe utakaotumika kusimamia utekelezaji wa mji wa Nanyamba. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inatambua umuhimu wa soko katika halmashauri ya mji wa Nanyamba. Hivyo katika bajeti ya mwaka wa fedha 2025-26 kupitia mapato ya ndani zimetengwa shilingi milioni 250 kwa ajili ya utekelezaji wa hatua za awali za ujenzi wa mradi wa soko na ghala la kuhifadhia mazao. Aidha, soko litajengwa katika kata ya Nanyamba na ujenzi wa ghala katika eneo la Chitondola. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kutenga budget kwa ajili ya ujenzi wa soko katika halmashauri ya mji wa Nanyamba kwa awamu na kwa kadri ya upatikanaji wa fedha. Mheshimiwa Maimuna Mtanda, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza niipongeze serikali kwa majibu mazuri ambayo imeleta mbele yetu. Lakini kwa niaba ya Abdalla Dadi Chikota nina maswali mawili ya nyongeza. Kwanza, je, ni lini miradi ambayo imeainishwa kwenye majibu ya serikali itaanza kutekelezwa? Swali la pili, miongoni mwa components ambazo zitaendana na mradi huu ni pamoja na ujenzi wa barabara kama vile ambavyo imeelezwa kwenye taarifa ya Mheshimiwa Naibu Waziri. Je, ujenzi wa hizo barabara ambazo zimeainishwa kwenye huo mradi utaenda sambamba na ufungaji wa taa za barabarani? Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, halmashauri ya mji wa Nanyamba iko awamu ya 3 au tier 3 ya mradi wa TACTIC, na hivi sasa serikali iko kwenye hatua za kutangaza zabuni kwa ajili ya kupata makandarasi ambao watakwenda kufanya shughuli za ujenzi katika halmashauri ya mji wa Nanyamba. Kwa kwanza ni kuhakikishia Mheshimiwa mbunge, Mheshimiwa mbunge pamoja na Mheshimiwa mbunge wa jimbo husika kwamba serikali inaendelea na taratibu za manunuzi na zinatarajiwa kukamilika wakati wowote kuanzia sasa, ili kuhakikisha kwamba ujenzi wa miundombinu ya barabara, lakini pia ujenzi wa soko,
na maeneo mengine unakwenda kukamilika. Lakini pili ni kuhakikisha tu Mheshimiwa mbunge, katika mpango wa ujenzi wa barabara mijini, moja ya component muhimu ni kuhakikisha kwamba tunaweka taa za barabarani. Kwa pamoja na ujenzi wa barabara hizi, kuna component kwa baadhi ya maeneo ya mijini kuhakikisha kwamba taa za barabarani zinawekwa. Nilikuona Mheshimiwa Esther Bulaya, tafuatiwa na Mheshimiwa Aisha Rose Matembe. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi na mimi niongee. Niulize swali la niongeze. Kati ya miji ambayo Mheshimiwa, halmashauri za miji ambayo Mheshimiwa Naibu Waziri ametaja, halmashauri ya mji wa Bunda na yenyewe ni miongoni mwao. Na sisi pale Mheshimiwa Mwenyekiti ni kujengewa barabara za lami kwenye mitaa ya mji wa Bunda, kujengewa soko la kisasa pamoja na machinjio. Na nilivyofuatilia Mheshimiwa Mwenyekiti, ilikuwa huu mradi kwa halmashauri ya mji wa Bunda uanze tangu mwaka juzi mpaka sasa hivi kimya. Mwaka jana tuliambiwa ungeanza. Mji wa Bunda unakuwa. Lini sasa mtakamilisha mradi huu ili mji wa Bunda uendane na hadhi ya mji, na hasa ukizingatia sasa hivi unaenda kuwa na mji wa kitalii? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Nimpongeze Mheshimiwa Esther kwa namna ambavyo anaendelea kufuatilia miradi ya maendeleo. Lakini ni kuhakikishia tu kwamba halmashauri ya mji wa Bunda iko awamu ya 3 tier 3. Mwaka uliopita na mwaka juzi na mwaka jana ilikuwa ni awamu ya tier 1 na tier 2. Kwa tier 3 haijachelewa, ndio muda wake sasa. Na taratibu ambazo zinaendelea kwa sasa ni taratibu za manunuzi kuhakikisha kwamba tier 3 halmashauri zote zinakwenda kuanza utekelezaji wa miradi. Na halmashauri ambazo ziko kwenye awamu ya 3 ni Bagamoyo, Bunda, Chato, Handeni, Ifakara, Kasulu, Kondoa, Mafinga, Makambako, Masasi, Mbinga, Mbulu na Nanyamba. Kwa hiyo Mheshimiwa mbunge, tunatambua ujenzi wa barabara, ujenzi wa stendi, ujenzi wa machinjio, yote ni vipaumbele katika mradi wa TACTIC, na tuhakikisha kwamba tunakwenda kutekeleza baada ya kukamilisha taratibu za manunuzi.